Bungeni leo. La kwanza ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kusaidia nchi yetu kuendelea kuwa salama. Lakini la pili ni mshukuru sana Watanzania, ni washukuru sana wote Watanzania kwa ujumla bila kujali vyama, itikadi zetu. Tumeona umuhimu wa kutunza amani ya nchi yetu. Lakini pili ni washukuru, tatu tunashukuru wa vyombo vya habari, nao pia mmekuwa sehemu ya kusaidia nchi yetu katika kipindi kirefu sana. Lakini sasa kubwa ambalo hili tunazungumzia kwenye bunge la 13 ni kwamba bunge ni la wananchi, na bunge ndiyo sehemu pekee ambayo wananchi wanapata uwakilishi, ukiacha ngazi za mitaa, vitongoji na vijiji, kuja ngazi za halmashauri. Lakini kwenye ngazi ya taifa uwakilishi mkubwa unafanyika na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika majukumu ya kibunge ambayo yanatumwa na wananchi kwenda kuwasimamia haki zao, lakini pia misingi yao, maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Lakini la msingi zaidi ni majukumu ya kibunge: moja, kuisimamia serikali, kuhakikisha kwamba inatekeleza misingi ya katiba, sera, sheria, taratibu na kanuni za nchi, lakini pia kuisimamia serikali katika kuhakikisha inatekeleza majukumu ya kimaendeleo kwa wananchi, hasa kwenye nyanja za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Na kubwa zaidi ni katika kusimamia, lipo jingine jukumu la kutunga sheria ambazo zinaleta tija na haja kwa kuwasaidia wananchi na kuwa huduma zaidi, na ziwe sheria gandamizi, na ziwe zile ambazo zinatoa fursa, na ziwe sheria wezeshi. La tatu ni kuhakikisha tunasimamia upitishaji wa bajeti au kutunga bajeti ya serikali na kuipitisha, ili bajeti hiyo iakisi matamanio, matarajio ya wananchi katika kupata huduma zote katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, lakini pia katika hasa ukuaji wa kiuchumi wa mtu mmoja mmoja kwenye kaya na ngazi ya tawala za kisheria, kwa mfano kata, wilaya, halmashauri na kadhalika. Kwa haya yote ndio focal point, lakini pia inakichagizwa na dira ya maendeleo ya mwaka 2020-2050, lakini vivyo hivyo na ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio chama ambacho kimeshinda uchaguzi. Kwa haya yote ni kwenda kuhakikisha kama mbunge unayasimamia kwa ukamilifu na kikamilifu, ili uweze kuhakikisha kwamba wananchi wanafikishiwa mawazo yao, matamanio yao, changamoto zao na kutetewa kwenye bunge, kwa sababu masuala ya uchumi, kama kuna masuala gandamizi, basi utetezi uonekane wa mbunge. Kama kuna changamoto, basi kazi ya mbunge ifanyike kwa kiwango kikubwa. Mimi rai yangu tu ni kwamba, na matumaini yangu makubwa kwamba tutafanya vizuri. Tumeangalia awamu iliyopita ya awamu ya 6, kwa maana ya awamu ya kwanza ya kipindi cha awamu ya 6, tumefanya vizuri sana. Miradi yote mikubwa ya maendeleo ambayo hata aliacha hayati Dr. John Pombe Magufuli, Dr. Samia Suluhu Hassan ameikamilisha kwa kiwango cha juu na kwa weledi mkubwa. Na mmeona bwawa la Mwalimu Nyerere, hata katika umeme imepungua, mabarabara yanajengwa kila mahali, lakini pia meli zipo zinajengwa kwenye mito na mabahari na maziwa makuu. Lakini pia tumeona jinsi ambavyo huduma ya elimu ilivyotolewa, huduma ya afya, lakini pia uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwenye masuala ya utoaji wa fedha. Mfano, ametoa zaidi ya shilingi trilioni 4 kwa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, zaidi ya milioni 24. Lakini pia makundi muhimu sana ambayo ameangalia Mheshimiwa Rais kwenye awamu ya kwanza kipindi chake cha awamu ya 6, lakini pia kipindi hiki msisitizo mkubwa na eneo kubwa ambalo minaliangalia ni katika upande wa maslahi ya vijana, kuongeza ajira kwa kasi kubwa, kuongeza fursa za mitaji, fursa mbalimbali za vijana ziweze kuangaliwa, kwa sababu ndio nguvu kazi ya taifa, na nguvu hii lazima itumike kwa uchanya, sio negatively, kwa uchanya, kwa maana ya kujenga taifa. Washiriki, hata kama sisi tunawakilisha bungeni, lakini waone tumewakilisha, lakini pia na wao sauti zao na changamoto ambazo wanazozipaza tuzizingatie na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo ni kuzitambua, kuwatambua kwanza vijana, kuwahudumia, ili kuweza kuhakikisha kwamba taifa letu kila mmoja anatoa mchango wa ujenzi wa taifa lake.